Matukio mengi ya kinyama yanayoendelea duniani ni ya kutisha na yanastaajabisha jamii. Mwanadamu kugeuka na kutenda kama mnyama imekuwa ni habari ya kila siku. Watu wengi hujiuliza, inakuwaje hivi? Hali hii imetokea wapi? Kabla ya mtu kutenda jambo lolote, huwa na wazo juu ya jambo hilo. Kumbe, mambo hayo yote huanzia kichwani, kwenye akili ya mwanadamu. Afya ya akili, au kwa Kiingereza mental health, ina mchango mkubwa katika kufanya maamuzi, aidha yaliyo sahihi au yasiyo sahihi. Kwa mujibu wa Shirika la Afya Duniani, WHO, afya ya akili ni hali ya ustawi ambapo mtu hutambua uwezo wake, kukabiliana na masumbufu ya maisha, huweza kufanya kazi kwa tija na kuleta mchango kwenye jamii yake. Miongoni mwa sababu ambazo huathiri afya ya akili ni kama unyanyasaji wa kijinsia, upweke, kutengwa na jamii, unyanyapaaji, umasikini, kupoteza mpendwa au mtu wa karibu sana, msongo wa muda mrefu na kadhalika. Vitendo hivi vikiwa ni endelevu hupelekea matokeo ya kisaikolojia ya maisha kwa muhusika, hata kujikuta kudumbukia kwenye matumizi ya pombe na madawa ya kulevya yaliyokithiri. Hali hii hupelekea kukandamizwa kwa uwezo wa sehemu za ubongo zinazojihusisha na uzuizi au inhibition, na hivyo kupelekea mtu kushindwa kujizuia kufanyia kazi mawazo yanayokuja kichwani ya kujiua au kuua mtu mwingine. Yameshasikika matukio mengi ya watu kuwaua wapendwa wao na kisha kujiua wao wenyewe pia. Kumbe, afya ya akili ina mchango mkubwa wa kujenga au kubomoa maisha ya mwanadamu. Tufanye nini sasa ili kuilinda afya ya akili ili kuepukana na matukio kama hayo? Jamii ina mchango mkubwa katika kujenga na kuimarisha afya ya akili ya mtu binafsi. Endapo mwanadamu atakuwa na kuishi katika mazingira yenye kumpatia furaha, upendo, amani, usikivu na kumuunga mkono katika kazi zake zenye tija na manufaa kwa jamii, basi ataishi kwa kudhihirisha tabia chanya katika jamii. Ni wajibu wangu na wako kama sehemu ya jamii kuhakikisha tunashirikiana katika kujali, kulinda na kuchukuliana hisia, fikra na mitazamo baina yetu ili kudumisha afya ya akili zetu na hivyo kupunguza majanga yatokanayo na kudhoofu kwa afya ya akili. Usisahau kusubscribe na kucomment katika akaunti yetu. Itigi TV, furaha yetu, tufike pamoja.